wenzetu wa TANESCO, ukataji wa umeme hasi kuwa na taarifa ya aina yoyote. Kahama ni mji wa kibiashara. Kuna siku mama mmoja amenipigia simu, ananiambia mheshimiwa, anapiga picha, ananiambia mheshimiwa, hizi ni keki ambazo nilikuwa nimeshaanza kupika, na hii ni mikate ambayo nilishaoka nikaweka kwenye oven. Sasa umeme umekatika, sina namna ya kufanya. Ni mwanamke mwenzangu, niliangalia kwenye simu nikamrushia Laki3 ambayo najua haiwezi kupunguza chochote katika hasara ambayo ameipata. Lakini kiukweli ni kwamba TANESCO mnarudisha nyuma wananchi. Toeni taarifa, mtu ajipange. Kwani shida iko wapi? Kama kuna ukarabati, kama mnafanya ufundi wa aina yoyote, toeni taarifa. Jumatano kuanzia saa 4 mpaka saa 9 tutakata laini fulani ya umeme kupisha ukarabati. Lakini sio mtu anaamka yuko bakery ameshakanda unga wake anataka kuweka kwenye oven mikate yake ya oda, tena oda ya shuleni. Kuna watu wakina mama wanahangaika, wanatenda zao. Unakuta kuna shule moja ya sekondari ya boarding imempa tenda, anapeleka mikate 500 kwa siku. Unaenda kuhakikisha kwamba unakata umeme bila taarifa, mikate 500 inaoza. Unategemea yule mama alaumu nini kama sio serikali, wakati ni shughuli ya mtu mmoja tu ambaye kaamka mwenyewe alivyoamua kuamka, ameamua kutokutumia idara ya mawasiliano kutoa taarifa kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya, kupitia mitandao ya kijamii, kupitia mifumo mingine ya mawasiliano, kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wana taarifa ya siku fulani umeme kukatika. Nenda kuwepa kwa saa. Hatuko tayari. Hatuko tayari kabisa kuruhusu kwa kweli, na waheshimiwa madiwani muwe mstari wa mbele kuyasemea haya. Muwe mstari wa mbele kusemea wananchi changamoto na adha ambazo wanakutana nazo. Na tuko tayari kwa kweli kuruhusu mtu mmoja au wawili kuleta changamoto ambayo inaenda kurudisha nyuma wananchi kiuchumi. Tuko katika serikali ambayo tuna rais anayetaka wananchi waendelee kuimarika kiuchumi kila siku. Tuko katika kipindi ambacho tuna rais ambaye kwenye kila sekta amewezesha. Tulikuwa na mikopo ya 10% tu hapa. Watu wakalalamika kwamba kupitia mikopo ya 10% tunalazimika kuchukua mikopo kwa makundi. Wakati mwingine wenzetu ambao tuko nao kwenye makundi sio waaminifu. Tunaomba tuanze kuchukua mmoja mmoja. Mheshimiwa Rais msikivu akatoa maelekezo ya mfumo wa kuhakikisha kwamba kuna namna ambayo mtu mmoja mmoja, dada yangu Rehema, mheshimiwa, unaweza ukaingia NMB ukapata hela yako wewe kama wewe. Tena ili kuinua watu ambao wanataka kujiinua kiuchumi. Mikopo ile haina riba jamani, uongo kweli?